Hatua mpya imeibuka katika mwenendo wa kesi inayomhusu mwanasiasa na mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Antipas Lissu, baada ya kuwasilisha maombi ya dharura katika Mahakama ya Rufani ya Tanzania akiomba kesi yake isikilizwe kwa haraka. Maombi hayo yanakuja wakati Lissu akiwa bado mahabusu, huku akieleza uwepo wa hatari kubwa kwa afya yake pamoja na haki yake ya msingi ya kupata matibabu. Kwa mujibu wa nyaraka rasmi zilizowasilishwa mahakamani, Lissu anaeleza kuwa amekuwa mahabusu tangu Aprili 9 mwaka 2025, hali ambayo imeathiri mwenendo wa matibabu yake. Katika maombi hayo, anaomba mahakama itambue dharura ya kesi yake na kuipa kipaumbele katika usikilizwaji. Lissu pia anakumbusha tukio la mwaka 2017 aliponusurika jaribio la kuuawa baada ya kushambuliwa kwa risasi nyingi, tukio lililosababisha majeraha makubwa ya kudumu. Tangu wakati huo, amekuwa akipata matibabu ya mara kwa mara ndani na nje ya nchi, akihitaji ufuatiliaji wa karibu wa kitabibu. Hivyo, kutokana na kuendelea kushikiliwa mahabusu, ameshindwa kuhudhuria miadi kadhaa ya matibabu, jambo linaloweka afya yake katika hatari zaidi. Maombi hayo yamewasilishwa kupitia Gereza Kuu la Ukonga jijini Dar es Salaam, ambako anashikiliwa kwa sasa. Na hii ndiyo barua aliyoiandika Lissu. Barua hii inasomeka kuwa: Mahakama ya Rufani Tanzania, Dar es Salaam, mapitio ya jinai namba 72-03-21-6 ya mwaka 2026. Kutokana na uamuzi wa amri ya Mahakama Kuu Tanzania Masjala ya Dar es Salaam katika kesi ya jinai namba 000119605 ya mwaka 2025 iliyotolewa tarehe 24 Februari 2026 kati ya Jamhuri ambaye ni mshtaki dhidi ya Tundu Antipas Lissu mshtakiwa. Cheti cha dharura. Mimi Tundu Antipas Lissu, ambaye ni mjibu maombi katika shauri hili, nathibitisha kwamba maombi haya yanapaswa kusikilizwa kwa haraka na kwa sababu zifuatazo. Kwa sasa nipo mahabusu tangu tarehe 9 Aprili 2025. Tarehe 7 Septemba 2017 nilinusurika jaribio la kuuawa ambapo nilipigwa risasi nyingi mwilini, hali iliyosababisha majeraha makubwa ya kudumu na kuniachia matatizo makubwa ya kiafya yanayoendelea. Baada ya tukio hilo, nimekuwa chini ya uangalizi wa kitabibu mara kwa mara. Nimekuwa nikihudhuria kliniki kwa ajili ya matibabu na ufuatiliaji wa afya yangu. Kutokana na kuendelea kuwa mahabusu, nimekosa miadi kadhaa ya matibabu, jambo linaloweka afya yangu na kupona kwangu katika hatari kubwa. Endapo maombi haya yatasikilizwa kwa haraka, ninaweza kupata madhara makubwa yasiyoweza kurekebishwa na haki inaweza isipatikane ipasavyo. Hivyo basi, naomba kwa heshima mahakama hii tukufu ithibitishe maombi haya kuwa ya dharura na iagize yasikilizwe mapema iwezekanavyo. Mpenzi mtazamaji wa Force News Tanzania, tukutane tena katika ripoti nyingine.